Karibuni katika somo la siku ya leo. Leo ni Jumanne nyingine ambayo tumerudi mezani kuendelea na neno la Mungu ambalo tumekuwa tukijifunza katika vitabu vilivyo muhimu vya Tora, kwa sababu ndiyo msingi wa kanisa la Kristo. Na kwa hivyo wapenzi, tukiwa tunaendelea na somo hili, tulifika katika sura ya 5, ndio tulikuwa tunaendelea naye, na tukasoma sura ya 5a na tukaweza kuona mambo yale Mungu alitaka kutufunza juu ya amri zake ambazo aliwafunza na kuwapa wana wa Israeli wakiwa pale mlimani wa Horeb kupitia kwa Musa. Kwa hivyo wapenzi, tuliona jinsi Mungu anataka hizo amri tuzifuate, na kitu cha muhimu ningependa mkumbuke ni kwamba ukiangalia sana katika sura hiyo ya 5 mstari wa 1, ndio Mungu anasema tuziangalie amri na hukumu. Hapo utaona ya kwamba jina sheria halipo, kwa sababu sheria ni zile za katika tamaduni na jamii, lakini amri ni kwa taifa yote na kila chote kilicho hai, na hukumu ni kwa wote hao ambao hawafuati amri za Mungu. Kwa hivyo wapenzi, tunaendelea katika sehemu ya 5b, Deuteronomy 5b, na leo tunaona ya kwamba baada ya kuzimaliza zile amri 10 za Mungu, mulisikia vile Bwana anasema, na aliweza kuzieleza kwa undani sana kupitia mtumishi wake Musa. Kwa hivyo wapenzi, tukiendelea Rehoboth, tunataka tuingie na tuweze kufunza yeyote atakayelisikia neno hili na kulisikiza na kuliweka ndani yake, linaweza kuwa usaidizi kwake na kuelewa neno la Mungu hasa linataka tuishi namna gani. Kwa hivyo tunaona ya kwamba katika hiyo mstari wa 22 tunaangalia juu ya matukio ya Israeli baada ya zile amri 10. Ni mambo gani yaliyotokea katika taifa hili la Israeli? Haya ndiyo maneno ambayo Bwana aliwaambia mkutano wenu wote milimani kwa sauti kuu toka kati ya moto. Kwa hivyo Musa anawakumbusha sasa, amewaambia hizo amri ambazo mmezisikia mpaka mstari wa 21. Hayo ndiyo yale Mungu aliwaambia pale mlimani akiwa ndani ya moto. Na kwa hivyo nikawaambia, Mungu ni moto ulao, na amri zake huwa zinatufikia zikiwa kama moto wa ajabu, zikiingia ndani yetu kwa sababu ya hukumu zake. Kwa hivyo anawakumbusha na kuwaambia, sauti mulisikia. Kwa hivyo si ati mnaambiwa tu, kila mtu alisikia sauti ya Bwana ikimuita na akajua dhambi zake zilikuwa zimetendeka kwa chini ya amri gani, ndio maana akatubu na Mungu akaingia ndani yake. Kwa hivyo toka kati ya moto, wakati moto ni kuonyesha shida unazopitia, mambo unayopitia, mambo magumu, mpaka inafika wakati wa kutafuta Mungu kwa sababu ya machungu unayopitia, maana yake ndio moto. Mungu hapo ndipo anapatikana wakati unapita katika moto huo. Basi toka kati ya moto na wingu na giza kuu, wala hakuongeza neno, akayaandika juu ya mbao 2 za mawe akanipa. Utakumbuka ya kwamba Musa kwanza alienda akapewa zile amri 10, na alipopewa zikiwa katika mbao 2, utakumbuka ya kwamba alipofika kutoka mlimani wakiwa na Joshua, alikuta ya kwamba watu walikuwa tayari wanaabudu ile sanamu ya ndama waliojitengenezea wenyewe wakisaidiwa na Harun, na kwa hasira aliweza kuzivunja hizo amri, na kwa hivyo mambo yake yakaishia mahali pale. Kwa hivyo wapenzi, sasa unaona ya kwamba hii ni mara ya pili ambayo Mungu alimpa hizi amri, na ndiyo Mungu mwenyewe aliziandika. Lakini mbao hizi, kumbuka vizuri, tulisoma katika kitabu cha Kutoka, mbao hizi 2 ambazo zinatumika za mawe ni Musa aliyezichonga akapeleka kwa Bwana na zikaweza kuandikwa. Na wakati ziliandikwa, wala hakuongeza neno lolote zaidi ya yale yaliyokuwa katika mbao hizo 2 za mawe. Kwa hivyo ndipo akawaletea wana wa Israeli, na unajua waliweza kusafiri pamoja navyo pote walipopita mpaka nyakati hizi ambazo bado tunataraji na tunaamini ya kwamba bado zingalipo, kwa sababu tuna mambo ambayo yanaendelea. Tunaambiwa ya kwamba sanduku la agano bado lipo katika nchi yetu ya Ethiopia, na vile vile kuna Biblia ambayo ni ya Ethiopia
ambaye haijulikani na wengine, na wazungu wamejaribu sana kuitoa, lakini Waethiopia wameiweka katika lugha yao Aramaic. Kwa hivyo sasa kuna mambo tunayostahili kujua, ya kwamba kuna jambo linaendelea na makanisa yaliyojengwa juu ya milima katika majambali, ambako wengi hawezi kufika katika ile sehemu ya Uromo kule katika Ethiopia. Kwa hivyo wapenzi, hayo mawe tuliambiwa yaliwekwa ndani ya sanduku la agano, yakiwa na fimbo ya Harun na vile vile nyungu ya mikate ya mana waliokula jangwani. Kwa hivyo wapenzi, ikawa mlipoisikia sauti ile toka kati ya giza, yani hao walikuwa gizani, waliona kama Mungu anakaa gizani na moto unatokea, kwa sababu ulikuwa ni moto mkuu sana. Unaweza kufikiria juu ya volcano vile huweza kurusha moto na mawe na mchanga ama rocks, jambali zilizochemka zikawa kama maji. Kwa hivyo wapenzi, ninasema nini? Wakiwa katika giza ndipo walisikia sauti ya Bwana, na wakati huo mlima ule ulikuwa ukiwaka moto. Kwa hivyo basi mlikaribia nami, mlinikaribia, naam, wakuu wote wa kabila zenu na wazee wenu. Kwa hivyo watu wote walipoona mambo hayo yamekuwa hawajayawafahamu, hawajayaona maisha yao yote, waliweza kumkaribia Musa, na wakaenda karibu na Musa ili afanye nini? Ili awatetee, aweze kuwa muombezi wao, ili Mungu asije akawamaliza. Na wakaja wakiwa makabila yote 12 na wazee wote waliokuwa wanaongoza, ili Musa awe kinga yao. Kwa sababu wapenzi, nawaambia, wakati Mungu amekasirika, mambo mengi hutendeka, kwa sababu Mungu huwa anaachilia, na akiachilia hukumu yake kuwa kuna shida sana na watu wanaisha zaidi. Kwa mfano, tunaona dunia wakati huu, hatufahamu ni kitu gani hasa kinaendelea, lakini sisi tulio katika Bwana tunakaa katika maombi, kwa sababu tunaona kumeachiliwa hukumu kwa sababu ya dhambi ambazo wanadamu wanatenda kwa wakati huu. Wamekeuka, wameacha kutenda mapenzi ya Mungu ya amri, na wakati wote tutawacha kufuata amri za Mungu, basi mara moja hukumu huachiliwa. Kwa hivyo wapenzi, utaona mkasema, tazama, watu wakamwambia Musa mwenyewe, tazama, Bwana Mungu wetu ametuonyesha utukufu wake na ukuu wake, nasi tunasikia sauti yake toka katikati ya moto. Mmeona leo ya kuwa Mungu husema na wanadamu, naye akaishi. Kwa hivyo wapenzi, wanatoa ushuhuda hawa watu mbele ya Musa, walimwambia ya kwamba wamesikia sauti ya Bwana, na vile vile wameona ukuu wa Mungu na utukufu wake, the glory and the majesty ya Bwana wameiona wenyewe na kuisikia bila kuambiwa na mtu mwingine, wameishuhudia. Na wakati huo wakasema ya kwamba ni kweli mtu anaweza kusikia sauti ya Bwana na aone Mungu na aweze kuishi. Kwa hivyo wapenzi, nakuambia nini? Wale ambao unaona wameokoka na wamedumu katika neno la Bwana na hawabadilishi nia yao na hawadanganywi na mambo ya ulimwengu, hata wakiingia kwenye majaribu wanarejea mara moja upande wa Mungu. Hao watu ni wale Mungu amewanenea hapo kwa hapo. Kwa hivyo wanamjua Mungu na wanajua jinsi ya kukaa wakimuogopa Mungu. Lakini wale watu ambao hawajanenewa walifuata watu kama halaiki ya watu kufuata tu, kwa sababu kuna wokovu, wanasema wameokoka. Hao huwa hawana mizigo, wanaondoka saa yote, kwa sababu hawajawahi kusikia sauti ya Bwana ikiwanenea kibinafsi. Kwa hivyo wapenzi, ni vizuri ujue na ujiulize mwenyewe na ujipime roho yako, ujue kabisa unamwamini Mungu ni yupi aliyekunenea, na ndipo utadumu katika wokovu, kwa sababu unakaa ukijua huyo Mungu ni moto, na kwa hivyo akikuachilia mambo yanaharibika kabisa, kwa sababu tutaishi hata tukimuona, na wakati ametutembelea tutaishi, kwa sababu yeye yuko pamoja nasi, na yeye anapenda yule mtoto ambaye hujirudia mwenyewe, akitenda dhambi anatubu na kurudi kwa Baba. Kwa hivyo wapenzi, kama vile unajua katika kitabu cha Luka 16:15 utaona ya kwamba kulikuwa na yule mwana mpotevu, alibeba mali yote, akaenda akakula, akaharibu,
lakini baadaye aliona afadhali kurudi nyumbani, na aliporudi baba alimsamehe. Hiyo ni mfano wa Mkristo wakati ameondoka na anampenda Mungu ambaye ni baba yetu. Anaporejea, Mungu anampokea. Kwa hivyo anaishi tena, hata kama alikuwa wakufa, anaishi mara tena. Sasa basi, mbona tufe? Wanauliza, kwa nini tufe? Na sisi tayari tumemuona Mungu, na sisi tumesikia sauti yake, tumeona utukufu wake na ukuu wake. Maana moto huu mkubwa utatuteketeza. Tukiisikia tena sauti ya Bwana Mungu wetu, tutakufa. Kwa hivyo hawakutaka kusikia mara ya pili. Walikuwa wametosheka na ile ya kwanza. Ndio anamwambia Musa alipomkaribia, ile ya kwanza inatosha, hatutaki tena. Wakati unamsikia Mungu mara ya kwanza, hauna haja tena ya kwenda kutafuta Mungu ili umsikie mara ya pili, utamalizika. Kwa hivyo ile ya kwanza, mtukufu wake na nguvu zake inakutosha. Kwa hivyo mpenzi, ndivyo tunaona ya kwamba walikuwa wametosheka, nasi tunatosheka namna hiyo wakati Bwana anapotunenea mara ya kwanza na kutuita katika utukufu wake. Maana katika wote wenye mwili ni nani aliyeisikia sauti ya Mungu aliye hai akisema, toka kati ya moto, kama vile sisi asife? Unajua, watu wa mataifa wanaposikia sauti ya Bwana, wengi tayari huwa wanakufa, kwa sababu hawajui ni nani huyo, na hawaelewi ni nani, na hawajui jinsi ya kumkaribia. Kwa hivyo wapenzi, ama kutubu, kwa sababu wanaona hao ndio wamejiundia mambo yao. Kwa hivyo wakati hukumu inaachiliwa, inawamaliza. Lakini wanaomjua Mungu wanasema, kwa nini tufe? Na sisi wenyewe tumemuona, tumemwamini na tuko ndani yake. Kwa hivyo wapenzi, wanasema sisi, kwa nini asife? Kwa hivyo hao wataishi, anayemjua Bwana ataishi. Kwa hivyo ndivyo Biblia inatufundisha ya kwamba ikiwa Bwana wetu anaishi, nasi vile vile tutaishi. Enenda karibu wewe ukasikie yote atakayosema Bwana Mungu wetu. Wanamwambia Musa, wewe ndio utaenda kumsikiza Bwana. Yaani yeye ndiye muombezi wao, ndiye atasimama kati yao na Mungu. Hawataki kwenda, na ndio unaona wachungaji wanapewa mzigo ule wa kuwa wanaongoza wengine, kwa sababu watu wote hawawezi kwenda, lazima wawe na uongozi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa taratibu, ana taratibu zake. Na ndizo hizi tunaonyeshwa wakati tunasoma neno hili. Tunaona vile Mungu ana hizo taratibu, kuanzia Musa, Haruni na wazee na wale hata jeshi, vile imepangwa. Kwa hivyo Mungu ana ile mnaita sijui mtaratara, yaani yeye ni Mungu wa mpango. Hafanyi mambo hivi hivi tu, lakini mambo huwa imepangiliwa. Kwa hivyo, na ukiona hapa ndio wana wa Israeli wanamwambia Musa, nenda ukasikize kwa niaba yetu, ukatuambie yote atakayokuambia Bwana wetu, nasi tutayasikia na kuyatenda. Kwa hivyo wanamwambia, uende usikize yote Bwana atasema, na tafadhali yote utakayosikia uje utuambie, nasi tutayasikia na kuyatenda. Kwa hivyo wataamini na watende vile Bwana anavyosema. Na ndivyo kanisa la Kristo mnaambiwa hata siku ya leo, wakati ambapo Mungu amewateua watu wake waje wawaambie jinsi Mungu alivyo na vile anataka muishi na amri zake ni zipi. Tafadhali ni wakati wa kusikia na kutii. Lakini kwa sababu kumekuja manabii wengi, mambo yamekuwa magumu nyakati hizi sana. Lakini kwanza unaambiwa kila jambo unalofunzwa ama unaloelezwa, tafadhali ulinganishe na neno la Mungu, na Roho wa Mungu akunenee ili ukweli uweze kupata, nalo linakuguza mpaka ndani rohoni na unaliamini. Kwa hivyo wapenzi, hivyo ndivyo alivyomwambia Musa. Na sasa kuanzia mahali pale, ikawa Musa atarudi mbele ya Bwana ili aweze kuja na hizo amri awaletee na awaambie vile Bwana amesema. Kwa hivyo naye Musa aliporudi kwa Mungu, Mungu alifanya nini? Kwa sababu Musa ametumwa na watu, ameambiwa nenda, utakalosikia uje utuambie, nasi tutatenda. Kwa hivyo ndivyo mnaweza sema, kama Mungu anasema jambo, kama ni kiongozi ambaye mumepewa, mnamwamini yeye, kwa sababu ikiwa limetokana na Mungu, ni Mungu amenena mwenyewe. Lakini linalotokana wakati mwingine, shetani hujifananisha na malaika wa nuru, naye anakuja analeta mambo mengine tofauti. Ni vizuri kujua utofauti. Neno la Mungu nawaambia leo, atakaye nisikia, ikiwa limetokana na Mungu,
ukiambiwa hata kama ni unabii utakuguza mpaka rohoni, nawe utasikia kabisa, na hiyo hukumu itakuwa ndani yako. Lakini neno la hawa wengine ambao ni manabii wa uongo, hata akikuambia unakuwa na tashwishwi, unasema ai, hata huyu mtu tabia zake na nini na mambo mengine, unaona kuna tashwishwi, na mienendo yake unaona ni tofauti. Angalia mienendo ya wale ambao wanakuongoza, kwa sababu mienendo yao itakuambia kama wameitwa ama hawajaitwa. Kwa hivyo inachukua muda kuweza kuelewa yule ambaye anakuongoza. Kwa hivyo matokeo ya Mungu ilikuwa ni gani? Matukio ya Mungu alivyotenda. Naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu. Yaani Mungu alisikia wakati mnanena, hata kama mko katika siri, hata kama unaongea roho ndani ya roho, Mungu huwa anasikia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni roho. Wakati walikuwa wanaongea na Musa namna hiyo, Mungu alikuwa anasikia. Na kwa hivyo Musa aliwaambia ya kwamba, aliporudi akawaambia, naye Bwana akasikia sauti ya maneno yenu. Kwa sababu hao hawakuwa na neno, walikuwa na maneno ya kujitetea. Yenu mlioniambia, Bwana akaniambia, nimesikia sauti ya maneno ya watu hawa walivyokuambia, wamesema vema yote waliosema. Kwa hivyo Mungu akaweza kudhihirisha, akasema ya kwamba amesikia na amekubali yale ambayo wamenena. Kwa hivyo yeye yuko pamoja nao. Laiti wangekuwa na moyo kama huu ndani yao siku zote za kunicha na kushika amri zangu zote siku zote, wapate kufanikiwa wao na watoto wao milele. Mungu anasema, kama ole wao kama wangalikuwa na roho kama hiyo ambayo walikuwa naye siku hiyo wakituma Musa. Kama watu wangekuwa na roho ambayo huenda kuwaambia watumishi wao hawatarudi nyuma tena, watamfuata Bwana. Bwana anasema wakiwa na roho tu hiyo ya kumwogopa Mungu, yaani kumcha Mungu na kumpenda Mungu, Mungu anasema wangeishi vizuri na wangeishi miaka mizuri na wangeishi na kufanikiwa, yaani kufaulu katika hali ya mali na kila kitu wanahitaji, na vile vile watoto wao milele, yaani si kwa muda, milele. Yaani wakati, mpenzi ndugu yangu, dada yangu naye nisikiza wakati huu, uwe kijana ama msichana, yeyote anayesikia wakati huu, ujue ya kwamba wakati tu utamcha Mungu, wakati utakaa karibu na Bwana, wakati utatenda amri zake na kuzitenda, basi Bwana anasema utaishi na utafanikiwa na utaishi miaka mingi, na vile vile uzao wako, watoto wako ni milele. Yaani watazaana wakibarikiwa kwa sababu yako wewe, ulivyokuwa mteuliwa wa Bwana, ulivyompenda Bwana, ulivyomwogopa Bwana. Watoto wako, uzao wako, watoto wako watabarikiwa milele. Yaani si siku chache. Mungu kila wakati atainua mtoto katika jamii, atainua mtoto katika jamii yako, na wataishi wakiwa watu wa Mungu. Watakuwa na huduma tofauti, si lazima ati wawe wachungaji, hapana. Wengine watakuwa na vipawa vya kusaidia wengine, wengine kuinua wengine, wengine kuandika watu kazi, kufaulu, kusaidia taifa. Kwa hivyo watakuwa ni wabarikiwa katika kila jambo katika dunia hii. Kwa hivyo enda uambie. Mungu akamtuma Musa, rudini hemani mwenu. Akasema warudi katika hema zao, waingie ndani wapumzike. Mungu amesikia. Sasa amewaambia hamna jukumu, mimi nimewasamehe, sina jambo na nyinyi, nimesikia vile mmesema. Mkifuata tu na muniche namna hiyo, mzidi kuniogopa na kunipenda, mtaishi vizuri, mtafanikiwa na mtafaulu, na watoto wenu milele watakuwa wabarikiwa. Kwa hivyo akawaambia sasa, kwa sababu wote sikiliza vizuri, wote wakati ambapo Musa alikuwa akienda mbele ya Bwana, wote walikuwa wakitoka katika hema zao, wanasimama nje ya hema zao ili wangojee Musa atawaletea ripoti gani. Na ndipo Mungu anawaambia sasa, rudini ndani ya hema zenu, yaani mkalale, mpumzike, mule na mkae vizuri. Mimi Mungu nimesikia mapenzi yenu. Na ndivyo hivyo wapenzi tunavyoambiwa hata wakati huu. Wakati tumempenda Mungu, sisi hatuna shughuli ya kujishughulisha na mambo mengi. Hapana, ni kumwamini Mungu. Anatupa kazi, anatupa namna, anatufungulia milango. Sisi tukitoka kazi baada ya kuomba Mungu na kuwa mbele yake, tunarudi nyumbani mwetu na tunakaa raha mstarehe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ametuambia baada ya kazi turudi hemani mwetu.
na baada ya kumsubiri turudi hemani mwetu, baada ya kumwambia mapenzi yetu turudi hemani mwetu na tuweze kupumzika. Wakati una amani na Mungu, hata ukiingia nyumba yako unakuwaga una amani. Lakini wakati hauna amani na Mungu, hata ukiingia nyumbani yako ni makelele na vita, kwa sababu amani haipatikani kama wewe hauko pamoja na Mungu. Kwa hivyo wapenzi, lakini wewe simama hapa karibu nami. Akaambia Musa kiongozi, wewe simama hapa karibu nami, nitanena nawe sheria zote na amri na hukumu utakazowafunza wapate kuzifanya katika nchi ni wapayo kuimiliki. Kwa hivyo sasa, wapenzi, utaona katika mstari huu Mungu ameguzia sheria, ameguzia amri, ameguzia hukumu, yote matatu. Sasa Musa anaambiwa hawa wameenda kupumzika, lakini wewe Musa baki hapa nikueleze. Sasa kuanzia leo utaenda uwafundishe watu wangu kuhusu sheria, yaani mambo yale ya mwili, mambo sheria za mwili, mambo ambayo yanawavuta watu kutenda dhambi, kutamani nini, mambo mingi, kuharibu mili yao, magonjwa nini, namna watakavyoishi. Hizo ni katika sheria, lakini amri ni yale mambo makuu 10 ambayo lazima waepuke naye ili wamkaribie Bwana, na hukumu yake ipo. Kwa hivyo anaambiwa utakazowafunza. Sasa ndiyo kazi ya Musa inaanza kabisa, tukienda katika sura zingine, kwa sababu ataenda sasa kuanza kufundisha watu amri hizo na sheria na hukumu kwa undani zaidi. Ndiyo maana niliwaeleza wakati ule wa ujuzi, nikamwambia ya kwamba Musa ataingia ndani sana na kuwafunza sehemu kila jinsi Roho sheria inasema, jinsi Roho anasema katika amri, jinsi Roho anasema katika hukumu. Kwa hivyo kwa hayo yote mtarajie ya kwamba tutajifunza kwa undani sana, na hii inatufunza ukiwa mtu wa Mungu si kuishi fwa unaishi, inatufundisha Biblia, neno la Mungu linatufundisha jinsi ya kuishi vizuri, na alituumba tuishi namna gani, na tukiishi namna ile Mungu amesema tutakuwa watu wa kufaulu, tutaishi miaka mingi zaidi ya ile ya agano. Na yeye anasema nini? Na zaidi ya yote tutaishi pamoja naye mbinguni. Lakini ni sharti ufuate vile ambavyo alisema na anataka tufanye, kwa sababu yeye aliyetuumba anajua hii mili zaidi yetu, anajua nini tunahitaji, kwa sababu ataongea juu ya chakula, juu ya mambo mengine, na jinsi tunavyotakiwa kuishi na jinsi tunavyotakiwa kulinda mili yetu. Ndivyo Musa anaambiwa utakazo wafunza wapate kuzifanya katika nchi ambayo ninawapa ili waimiliki. Katika nchi ambayo Mungu amekubariki mpenzi, wakati unaona ya kwamba umebarikiwa, na kama hujabarikiwa Mungu anakuja kukubariki. Ninakuambia ya kwamba ukiziweka sheria za Mungu na amri zake, hukumu yake haitakupata, kwa sababu tayari wewe utakuwa mtaua. Na wakati uko namna hiyo, mtu anayemuogopa Mungu, anayekaa katika kutubu na kukaa akiwa mbele ya Bwana, yeye ataimiliki nchi na atakula mema ya nchi, wewe pamoja na uzao wako. Lakini wakati utaondoka katika njia hizo, uanze kuhesabu mambo tofauti, kusema Mungu namna hii, kuanza kujitosheleza mwenyewe, ati kwa sababu ulisoma kitabu fulani kakakwambia hivi, ukaanza vita namna hiyo, wewe mwenyewe ndio utaumia. Atafuta neno la Mungu kwa upana na zaidi, uelewe, soma vitabu vilivyo, soma gazeti ambazo zinakufunza zaidi juu ya neno la Mungu na kukuweza kufunua zaidi, lakini usiangalie mambo mengine na mafunzo ambaye haisaidii, ambaye Timotheo aliambiwa na Paulo, jichunge sana na hao wasomi, watakufunza mambo tofauti. Kwa hivyo wapenzi, muangalie sana na imani zile mnafuata. Ni imani gani unafuata? Ni ya Mungu ama ni gani? Kumbuka Mungu ni roho, na roho huyu ni holy, ni mtakatifu. Mungu ni mtakatifu na Mungu ni upendo. Tunzeni basi mtende kama mlivyoamriwa na Bwana Mungu wenu, msikengeuke kwa mkono wa kuume wala wa kushoto. Yaani mkae mkifuata sheria za Mungu, amri za Mungu, na mjue hukumu zake. Na mnaambiwa msifuate kwa sababu mmenena na vinywa vyenu. Mlikiri ya kwamba utamfuata Bwana, ulikiri ya kwamba utakaa mbele ya Bwana.
Kumbuka ulikiri ukiwa mbele yake, na sasa anakuambia fuata hizo, kwa sababu wewe ulifanya maamuzi na vile Bwana alikuamuru kufanya kwa hizo amri zake. Msigeuke upande wa kushoto ama wa kuume, yaani usidanganywe na manabii wengine ama mwingine. Vile ulivyoamini amini namna hiyo, na utafute Mungu kwa bidii maadamu anapopatikana. Kwa hivyo nendeni njia yote aliyowaagiza Bwana. Fuateni njia zile Mungu ametuagiza. Kuweni watu wema, kuweni watu wa kuogopa dhambi. Msiue, msizini, msitamani vitu vya wenyewe, msiombe miungu ingine ambayo hamjui, msiabidi sanamu, heshimuni baba na mama. Hizi amri zote za Mungu anasema piteni katika njia hiyo ya imani. Na ndiyo Yesu alisema katika Yohana 14 mstari wa 6, ati yeye ndiye njia. Kwa hivyo fuateni hiyo njia, na mkifuata hiyo njia ya utakatifu, Mungu wenu mpate kuwa hai, ndivyo mtakavyoishi. Ndivyo mtakavyoishi. Wakati utaondoka njia ya Mungu, unazini, unaingia kwa magonjwa ya zinaa ya nini, mambo haya yote huletwa namna hiyo. Mambo hayo, vita, kuchokoza watu, kwenda kuiba vitu vya watu, huko ndipo unahatarika maisha yako. Kwa hivyo hautaishi. Wakati utaondoka njia za Mungu, hauwezi kuishi, kwa sababu ahadi ya Mungu ni tufuate njia hiyo aliyotuagiza, ili tupate kuwa hai na kufanikiwa. Tunakuwa hai na tunafanikiwa. Watu wa Mungu wakiwa hai wanafanikiwa vile vile. Yaani mahitaji yako unapata. Wakati unahitaji chakula, unahitaji mavazi, unahitaji kukaa mahali pazuri, unahitaji kazi, Mungu anakupa polepole tu mpaka mwisho unakuta tayari umebarikiwa na watoto wako wamebarikiwa. Basi mtafanikiwa, mkafanye siku zenu kuwa nyingi katika nchi mtakayoimiliki. Nyinyi wenyewe ndio mtasifanya siku nyenu kuwa nyingi katika nchi ambayo Mungu ametupa. Yaani katika nchi hii Mungu ametupa tuishi hapa duniani. Wewe ndio utaona zile unataka kuishi. Kwa sababu ukiishi vizuri na uogope dhambi, mambo ya kunywa dawa za sumu na mambo mengine, ulevi, nini, kitu yote inaharibu mwili. Kitu ambayo ukitumia unajua kinaharibu mwili, hekalu ya Bwana. Achana nacho. Wewe tumia ile Mungu anasema, na ukikula vizuri na uishi vizuri na ukae na tabia nzuri, utaishi na amani na kila mtu. Kwa hivyo utaishi miaka mingi. Kwa hivyo wapenzi, ninawaambia nini? Hivyo ndivyo Mungu ametuambia. Tukiweza kufuata hayo aliyotuambia na tuweze kuyaweka maanani, Bwana amesema tutaishi miaka mingi. Tutaishi miaka, yani siku nyingi, ni miaka tu, katika nchi tutakayoimiliki. Kwa hivyo wapenzi, hapo ndipo tunafika. Kuanzia sasa ujue Mungu ametayarisha sisi. Musa atufunze, atueleze, nikiwa kwa niaba ya Musa, tuweze kuendelea na somo hili kuanzia sura ya 6, tuone vile Musa atakavyotufunza. Lakini ningependa kukuguzia muktasari wa kuanzia sura ya 1 mpaka sura hii ya 5 ambayo tumesoma, sababu ni muhimu sana. Kumbuka sura ya 1, muktasari wake, kumbuka vizuri. Sura ya 1 tunaona wakiwa mlima Sinai, ambapo walipewa sheria na amri na hukumu. Na hapo ni kuanzia katika hiyo Deuteronomy 1 mstari wa 1 mpaka 18. Nabii yake ni kwamba kufika Kedesh, walifika katika mlango wa Kedesh kuingia Kanani. Lakini walipofika pale, wale walitumwa walileta ripoti mbaya. Kwa hivyo hawakuingia. Kwa hivyo utaona hiyo katika hiyo Deuteronomy 1 mstari wa 19 mpaka 46. Walikuwa tu pale Kanani na hawakuweza kuingia. Kwa sababu ya nini? Ya kutokuamini. Sasa wakaambiwa wapitie hizi njia zote katika sura ya 2. Wapitie Edomu, wapitie Moabu na wapitie Amoni. Lakini wakaambiwa wasiwaguze, hawa ni binamu zake na ndugu zao. Kwa hivyo wapenzi, kwa sababu Edomu alikuwa ni ndugu ya Yakobo, ni Esau. Na vile vile Moab alikuwa pamoja na Amoni ni watoto wa Lutu. Kwa hivyo ni binamu zao. Kwa hivyo wapenzi, waliambiwa hao wasiwaguze, wapite tu kwa amani na wasipigane nao. Na vile vile katika B tunaona kwamba waliweza kufika kushinda mashariki ya Yordani
katika ile Deuteronomy 2 mstari wa 24 mpaka 37. Unaona ya kwamba walipigana na mfalme wa Sihon wa Moabu, na wakati walipigana na mfalme huyu wa Sihon ambaye aliwakataza wapite, waliweza kushinda na kupita. Kwa hivyo wakashinda vile vile katika sura ya 3 mfalme Ogu katika Deuteronomy 3 mstari wa 1 mpaka 11, na kugawa sehemu. Musa akawagawia sehemu ya kwa makabila mawili na nusu, yaani Ruben, Gad na Manase nusu. Wakaweza kugawiwa nchi na wakaweza vile vile kupewa uongozi ambao utawaongoza ng'ambo ya Yordani. Kwa hivyo sura ya 4 tukaona ya kwamba walipata muktasari wa agano. Mungu aliwakumbusha juu ya mambo yake na amri zake na vile Bwana alitaka waziweke agano lake, na kudokezewa vile vile sheria za Mungu kuanzia hiyo Deuteronomy 4 mstari wa 44 mpaka 49. Kwa hivyo hiyo sura ya 5 ambayo tumemalizia leo, unaona ni maelekezo ya agano, yaani na mfalme mkuu Mungu wetu, ambapo anaongea nao akawapa agano na akawapa amri wana wa Israeli, na yeye Mungu mwenyewe akiwepo kama shahidi. Kwa hivyo wapenzi, mambo hayo ukiwakumbuka na uyaweke maanani, utaishi vizuri, kwa sababu Bwana anataka uishi vizuri. Kwa leo tutakoma hapo, kwa sababu ndipo tumefika sura hiyo ya 5b, na sasa tumemaliza. Tayarisha roho yako. Kuanzia sura ya 6 tunaanza kufundishwa na Musa vile ameambiwa na Mungu, nenda ukawafunze wafuate hayo, ili miaka yao iongezeke, waweze kuishi kwa siku nyingi katika ile nchi ninawapa. Wapenzi, nawaambia nini? Ukiweza kunifuata na unisikize vizuri katika mambo haya, kwa sababu najua watu wengi hawasomi Biblia. Ungojea pasta wasomee laini 2 zile za hubiri Sunday, na baadaye hiyo wanakunja Biblia, wanaweka laini na wanaenda, hawakumbuki tena. Utakuta Biblia nyingi zimechorwa, na ndiyo maana tunafunza neno baada ya neno, ili ujue mwelekeo wa Biblia, mtu asije akakupa tafsiri tofauti. Kwa hivyo wapenzi, nakwambia ya kwamba ukizitii sheria za Mungu na amri za Mungu, na vile vile ujue hukumu za Mungu, utaishi siku nyingi na katika nchi ambayo unaenda kumiliki, na hata watoto wako watabarikiwa. Mungu awabariki sana siku ya leo, na tukutane tena siku ya wiki ijao.